Serikali kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana imeendelea kuweka mkazo katika kuwawezesha vijana wanaojishughulisha na shughuli za ujasiriamali kwa kuwapatia mitaji nafuu na mafunzo ya stadi za kazi. Katika mwaka huu wa fedha, kiasi cha shilingi bilioni 3.1 kimetolewa kufadhili miradi 141 ya vijana sambamba na kutoa mafunzo kwa vijana zaidi ya 3,000 kote nchini. Akizungumza katika kongamano la 9 la ununuzi wa umma PPRA lililofanyika mkoani Arusha, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia kazi, vijana na wenye ulemavu, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amesema kuwa jitihada hizo ni sehemu ya programu ya taifa ya ukuzaji ujuzi. Kupitia programu hiyo, vijana wengi wameweza kurasimisha ujuzi waliopata nje ya mfumo rasmi wa elimu, hatua inayosaidia kuingia rasmi katika soko la ajira na biashara. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya ununuzi wa umma PPRA Dennis Simba amebainisha kuwa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ni shilingi trilioni 56.5, ambapo kati ya 60 hadi 70 ya fedha hizo zitatumika kwenye ununuzi wa umma. Kongamano hilo limeonyesha dhamira ya dhati ya serikali kushirikiana na sekta binafsi katika kuinua uchumi kupitia ushiriki wa vijana na makundi maalum, huku teknolojia mpya kama Nesti ikiongeza uwazi na ufanisi katika mifumo ya manunuzi na utoaji huduma serikalini. Kutoka hapa mkoani Arusha, hizi ni ripoti za Jambo TV. Langu jina ni Baraka Lucas. Ndugu washiriki, pia serikali imeendelea kuimarisha mfuko wa maendeleo ya vijana kwa kutoa mitaji nafuu kwa vijana waliojiajiri na wanaoanzisha biashara. Mfano, katika mwaka 2022-23 na 23-24, shilingi zaidi ya bilioni 3.1 zilitolewa kufadhili miradi 141 ya vijana na kutoa mafunzo kwa vijana wasiopungua 9,253. Mwaka huu wa fedha, kiasi cha shilingi bilioni 1 kimetolewa na vijana wanaendelea kukimbilia fursa hizo. Lakini pamoja na hilo, pia kupitia programu ya taifa ya ukuzaji ujuzi na mafunzo kwa wanagenzi na utarajali, kurasimisha ujuzi unaopatikana nje ya mfumo wa elimu, pamoja na mafunzo ya kuongeza ujuzi kwa wafanyakazi, yani upskilling and reskilling, mpaka sasa jumla ya vijana 154,778 wamenufaika kupitia programu hii. Lakini pamoja na hilo, pia kupitia elimu ya ufundi stadi, yani VETA, kwa kuboresha miundombinu, vifaa vya kujifunzia na kuongeza wakufunzi, vijana wameendelea kufaidika na ujuzi stahiki na ambao unahitajika katika eneo la soko. Pia serikali imeendelea kutoa ruzuku kwa vyama vya watu wenye ulemavu ili kuwaimarisha kitaasisi, ambapo katika mwaka 2023-24 serikali ilitenga bilioni 1 katika mfuko wa taifa wa watu wenye ulemavu. Ndugu washiriki, serikali pia katika kuhakikisha makundi haya yanaangaliwa kwa karibu, imekamilisha na kuanza kutekeleza sera na miongozo mbalimbali, ikiwemo sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 tolewa mwaka 2024, mwongozo wa kitaifa wa mafunzo kwa ujuzi kwa vijana, mwongozo wa utekelezaji, ujumuishaji na uimarishaji wa huduma za watu wenye ulemavu wa mwaka 2022, mpango kazi wa taifa wa teknolojia saidizi wa mwaka 2024-27, mpango kazi wa taifa wa haki na ustawi wa watu wenye albino wa mwaka 2024 mpaka 2026. Mipango hii yote kisera inalenga kuwawezesha watu wenye mahitaji maalum ili kuweza kufikia mahitaji yao kama ambavyo wengine wanafikia. Kwa ufupi, hatua hizi zote zinalenga kuwajengea uwezo wadau ambapo wanaonekana kuwa wamekwama, na ndio maana serikali ikaja na wazo la kutenga 30% zinazotokana na manunuzi ya umma ili ziweze kuwasaidia. Naomba na ninashauri katika vikao vijavyo, ndugu mkurugenzi, hakikisha umewakaribisha wakurugenzi ambao ni watendaji, lakini wadau muhimu ikiwemo wenye viti wa halmashauri na meya wa majiji, ili waje kupata elimu na wajue jinsi gani wanaenda kusimamia hizi 30%. Nyinyi wengi wenu ndani, sitaki kuwalaumu, lakini sijaona kazi mlioifanya katika kufikisha elimu hii ya 30% za fedha za manunuzi ya umma. Sijajua, inaweza kuwa ni bahati mbaya au inaweza kuwa ni makusudi, kwa sababu wakati mwingine mkurugenzi, hivyo umesha kujiuliza kwamba hizi fedha zikibaki zinakwenda wapi?
Nafikiri hujawahi kujiuliza. Lakini mimi na hakika kabisa watu wangu wa Chalinze wapo hapa. Hebu wa Chalinze wasimame kidogo. Hawajaja kabisa. Wapo? Yule kule yule. Hivi hizi 30% Chalinze bado tunazifanyaje? Kaa. Yaani mkurugenzi, kaa. Mkurugenzi, kwa nini nataka niseme hivi? Kwa sababu unajua kuna ule utaratibu ule wa mimi bahati mbaya bookkeeping kidogo nilikataa. Japo tulisoma kufaulu. Kwa sababu bahati mbaya sikupata F katika cheti changu. Lakini ninachojua ni kwamba ukiwa kwenye kampuni yako binafsi ukifika mwisho wa mwaka wa fedha, au sio, kampuni binafsi unapofunga, yani ile ambayo inaitwa bakaa unalibeba unalipeleka mbele. Kwenye serikali kuu huku lile bakaa unarudisha hazina, au sio? Sasa ninavyojua, sisemi kwa ubaya, lakini ninavyojua wakubwa hawa lazima watakuwa wanatafuta matumizi ya zile hela. Sasa katika kutafuta matumizi ya zile hela, ukweli ni kwamba zile hela sio za kwenu. Si mnaelewa nyinyi wakurugenzi na maafisa manunuzi kwamba watu ambao wanatakiwa wapelekewe zile hela hawana taarifa nazo. Ndio bahati mbaya sana iliyopo katika eneo hili. Lakini kama, ndio maana nazungumza hapo kwa upendeleo, mnaweza mkasema bwana huyu mwanasiasa ndio maana anajisemea yeye na wanasiasa wenzake, lakini ukweli ni kwamba mimi ninapofika Chalinze pale nikipanda kwenye majukwaa yangu ya siasa, nasema kwamba bwana, halmashauri yenu imetenga pesa, vijana undeni vikundi mkazikimbilie. Lakini tunapozungumza kiukweli, hii 30% hii hatuhitaji sana. Na bahati mbaya sana wakubwa wa manunuzi wao walinyamaza kimya. Sasa wakinyamaza kimya, mzee, mnajua kinachokuja kutokea mbeleni huko. Nyinyi mnajua zaidi, mimi sijui. Kwa sababu bahati mbaya mimi sio afisa manunuzi. Mimi ni mwanasheria. Kwa hiyo mimi kazi yangu naandika na tafsiri, nyinyi mnatekeleza, au sio? Lakini kwa kweli ili nchi hii iende vizuri, wito wangu mkubwa kwenu nyinyi watendaji, lakini pia mjue kwamba mnalo daraja ambalo ni jepesi sana kuwafikia watu hawa. Mimi nikupeni hadithi moja ndogo tu, na nilikuwa namwambia mkurugenzi hapa, na yule afisa manunuzi wangu anaweza kuwa anajua kama labda kama naye anashinda sana ofisini anasubiri manunuzi. Pale Chalinze pale tuna kikundi kimoja cha vijana. Kile kikundi waliwahi kunifuata. Wakaniambia, mheshimiwa mbunge, tunaomba utusaidie kutununulia pampu ili tuwe tunaosha magari. Na kupeni kidogo hadithi moja, sio ndefu sana lakini ni ndefu ambayo itakufikirisheni. Wale vijana tukawasaidia pesa, wakanunua pampu. Baada ya kununua pampu, wakawa wanaosha magari. Baadaye siku moja tukapaja kupata malalamiko kwamba bwana, wale vijana wenu wanapoosha magari, maji yao yale hayana utaratibu wa kuchuruzika. Yaani imekuwa ni kama sasa wamesababisha tatizo jipya. Basi kwa sababu nimekuja kumwambia mkurugenzi akanambia tukaenda kuwaona vijana wale. Kitu kilichoniimpress mimi sasa kwa upande wa siasa ni kwamba sisi tunanunulia pampu moja, tunakuta vijana na pampu hizi 2. Jambo zuri. Lakini wale watu wanalalamika. Mimi nikamwambia mkurugenzi kwamba kwa kuwa hao vijana wameonyesha kwamba wana improvement na ni vijana wazuri, wamenunua pampu nyingine, basi nafikiri sisi tuwasaidie kuwatafutia pesa wa vijana, tuwatengenezee ile zege la chini, alafu vijana hao tuwatengenezee shedi nzuri waweze kufanya manunuzi yao, ni waweze kufanya kuosha magari yao vizuri ili watu wengine wasiudhike. Tukawafanyia hivyo. Anyway, to cut the story short, wale vijana miaka 7 baadaye, leo tunapozungumza, wale vijana wana magari yao 3 wamenunua. Moja wapo of course tuliwasaidia sisi kama halmashauri katika mikopo ile ya 10% za halmashauri. Kwa sababu halmashauri ya Chalinze, ndugu mkurugenzi, sio halmashauri nyonge. Na bajeti ya 2026 ni trilioni 56.5, ambapo kati ya 60% mpaka 70% ununuzi wa umma. Ukifanya hesabu za kawaida unajikuta kwamba eneo hili la makundi maalum
kama inavyoelekezwa kwa kila taasisi kutenga asilimia 30, inaweza karibia takriban trilioni 5. Trilioni 5 zikiweza kuyafikia makundi maalum, Mheshimiwa Waziri, na maana tutakuwa tumeongeza ajira, tumechochea ujasiriamali katika nchi, kwa sababu haya makundi yatajiunga na kufanya biashara na serikali, na vile vile tutakuwa tunaongeza wigo wa walipa kodi, sababu mwishoni haya makundi yote yakiweza kufanya kazi na serikali, kutakuwa na ongezeko kubwa la walipa kodi na faida nyingine kadhalika na kadhalika. Mheshimiwa Waziri, na kongamano hili lilifunguliwa na Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, mbunge, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, ambaye alimwakilisha mgeni rasmi wetu alikuwa Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wa fedha. Pamoja na hayo, vile vile mgeni rasmi alitoa tuzo kwa taasisi ambazo zimetekeleza takwa la kutenga asilimia 30 kwa ajili ya makundi maalum. Vigezo mbalimbali viliwekwa kwa ajili ya kuwapata washindi, ikiwemo kuangalia ni asilimia ngapi ya thamani za tuzo ambazo taasisi husika zilitoa kuanzia Julai 1, 2023 hadi kufikia mwezi Mei 2025. Hivyo tuzo ilitolewa kwa halmashauri ya wilaya ya Bahi na mamlaka ya maji Ruwasa Mtwara, zikiwa ndizo taasisi zilizotoa tuzo